Nimekuja katika ziara hii kuja kukagua hii kinachoitwa facilities, kwa maana ya vitu ambavyo vitasaidia na kuwezesha kinachoitwa mashindano ya AFCON yaweze kuwa kweli. Vinginevyo, ndugu zangu, kwa heshima kubwa sana alionayo Mheshimiwa Rais, tulipaswa viwanja kama hivi viwe vimekwisha kamilika kabla ya mwezi wa 8 mwaka huu, ili ukaguzi unapokuja kufanywa basi viwanja hivyo viwe tayari. Mkandarasi wetu amesema hapa kwamba anayo miradi karibu mitatu kwa hapa Dar es Salaam. Mradi wa kwanza ni ile Gymkhana 2, mradi wa pili ni huu tulionao, mradi wa tatu ni pale Farasi pale unapokwenda Oysterbay. Viwanja vyote hivi ni viwanja ambavyo vitatumika kwenye haya mashindano yetu ya AFCON. Sasa maelekezo yangu kama ambavyo pia wenzangu wamekushazungumza, jambo la kwanza tuhakikishe kwamba kazi hii tunaikamilisha mapema kabla mkataba. Na tukisema mapema kabla mkataba, tunafahamu kwamba tumepewa heshima hii tukiwa bado hatujafanya maandalizi haya. Sasa tusimtie aibu Mheshimiwa Rais, tusimtie aibu Mheshimiwa Waziri, tusijitie aibu sisi wenyewe kama Watanzania na sisi kama wana Dar es Salaam pia kwa ujumla wake. Lakini jambo la pili, kupitia hiki tunachokiandaa sasa, kwa kuwa mkuu wa wilaya upo, mkurugenzi upo, dasi yupo, pamoja na watumishi wote, mazingira yote yanayozunguka katika viwanja hivi yanapaswa kuwa safi. Na ikiwezekana, tumeambiwa hapa atafanya kazi kama 4. Ya kwanza kutengeneza pitch yenyewe, ya pili kutengeneza jengo lenyewe, ya tatu ni kuweka taa, ya 4 ni kujenga ukuta na kuzuia mipira isitoke nje. Sasa na sisi katika jiji la Dar es Salaam, na haya ni maelekezo kwa wakuu wa wilaya wote, wakurugenzi wote, kwamba sasa tunapaswa tujielekeze kwenye kuhakikisha mji wetu unakuwa na mwanga, kwa maana kwamba mji wetu usiwe giza. Kwa hiyo investment yetu ya sasa na budget zetu, na hasa pia zinazokuja katika mwaka mpya wa fedha, tujielekeze kwenye matumizi yanayohusiana pia na AFCON. Lakini na jambo la tatu muhimu ni awareness kwa wananchi na namna kuzitumia fursa za AFCON, kwa maana kwamba unarejesha mashindano ya kimataifa au ya Afrika kwenye local content, kwamba namna gani wananchi wetu waliopo hapa na katika mikoa mingine pia wanaweza kubadili mashindano haya zikawa fursa za kiuchumi kwao. Sasa hii ni awareness, na ambayo jambo hili tutapaswa tukae sasa na wataalamu wa jiji, tukae na watendaji wote katika mitaa yetu na katika kata zetu, tukae na wafanyabiashara na wadau wa private sector wengine, ili tuweze kuwaeleza fursa hii na namna tunavyopaswa kujipanga ili mambo yaweze kuwa kweli. Ni lazima halmashauri ya jiji la Ilala na halmashauri ya Kinondoni, hakuna namna, na halmashauri ya Kigamboni lazima kukaa kushirikiana ili kujua ni wapi hata akitaka kununua mshikaki anaweza kupata chakula hicho. Hiyo ndio tunaita gastronomy tourism. Gastronomy tourism manake ni ule utalii chakula ambao mtu atakiamua mahali anatembea anaweza kununua, pawe pana jambo la namna hiyo. Kwa hiyo michezo vis-a-vis utalii, michezo vis-a-vis beautification for our city, michezo vis-a-vis masuala ya ulinzi na usalama, na michezo vis-a-vis na masuala mengineyo ambayo ya mkandarasi. Na kwa kuwa wizara mpo, msimamieni mkandarasi ili aweze kumaliza kazi hiyo haraka. Tunayo bahati kwamba mkandarasi anayefanya miradi hiyo ni mmoja, lakini tunayo bahati mbaya itakapotokea ni mzetu. Si kama mnaelewa mpaka hapo? Tutakuwa very lucky huyu akifanya kazi hiyo kwa haraka, lakini tutalia sana huyu akifanya kazi hizo taratibu, kwa maana kwamba tumepatia mtu mmoja ili pia kazi iwe na faida, tusiwe tena tunahangaika kwenda huku na huku na huku. Kwa hiyo niwaombe sana msimamie, you have all our support, sisi kama halmashauri na sisi kama mkoa, kuhakikisha kwamba mambo haya yote yanafanyika. Kwa hiyo mzee, fanya kazi. Halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ilianza jitihada mbalimbali. Moja ya jitihada, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, ni hii hapa ambayo unaiona, wizara yetu ya michezo kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuandaa uwanja huu. Lakini sambamba na huu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unakumbuka ulikuja wewe pamoja na waziri mkuu, kuna kiwanja ambacho kiko pembeni tu na hapa kinaandaliwa, ambacho kiko katika hatua za mwisho kabisa kati ya Gymkhana pamoja na wizara ya michezo, na wewe mwenyewe ni shahidi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ulikuja kukagua na kuona maendeleo yake ya ujenzi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, eneo hili ambalo upo
ni eneo ambalo kimsingi ni mali ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba eneo hili ni sehemu ya mchango muhimu kuelekea mashindano hayo, na mchakato wote wa mashirikiano kati ya Wizara ya Michezo na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ilienda vizuri, na sasa tuko hatua za mwisho kwa maana ya internal arrangement, taratibu zetu za ndani. Mujibu wa mkataba inatakiwa aikamilishe mwezi wa 3 mwaka kesho, lakini kutokana na ratiba ya michezo ya AFCON na deadline za CAF, ukaguzi unatarajia kufanyika mwezi wa 8. Kwa hiyo tumekaa sisi na mkandarasi kwamba angalau kufika mwezi wa 8 au 80% hadi 90 huko, na yeye anatuandalia hiyo crash program ya kutekeleza mradi huu ambao tunatarajia mpaka mwezi wa 8 kazi hii itakuwa imefikia sehemu nzuri. Kwa sasa yuko 9%. Kwa mujibu wa mkataba, mkandarasi alitakiwa kuanza kazi baada ya kulipwa advance payment. Kwa hiyo tulimlipa mwezi wa 3, ndio maana anataja kwamba anatarajia kumaliza mwezi wa 3 mwaka kesho. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.